Umeshasikia watu wanawaambia mapepo Bwana akukemee, au na wewe umewahi kufanya? Kwa nini sio sawa kuambia mapepo Bwana akukemee? Wewe uko ndani ya nani? Ya huyo Bwana, na Bwana yuko ndani. Ukisema unasema kwa niaba ya huyo, na amekupea mamlaka. Usimtume Bwana kwenda kufanya unachotakiwa kufanya. Najua maombi yetu, Baba tokelezea sasa. Tokelezea. Atokelezea kutoka wapi? Hello? Atokelezea kutoka wapi? Wewe na yeye ni kitu. Wewe tamka. Haleluya. Nataka uingie hata kwenye aina ya maombi. Kuna maombi tunasema maombi ya kutamka, ya kudeclare. Usitamke tu kwa sababu umeshiba ugali. Lazima utamke kutoka kwenye uelewa sahihi ya kwamba mimi na Kristo ni kitu kimoja. Nikitamka, mamlaka ya mbingu imetamka. Na unamsikiliza Roho anasemaje? Unatamka, una command, unaamrisha, unafyatua, unarekebisha, unanyosha. Tamani wewe uwe jitu ambalo hakuna kitu kinaweza kasimama mbele yako na ukasema hiki hakiwezekani. Mtu mmoja ananielewa. Yesu akasema hata milima hii ya kawaida unaweza ukaiambia ng'oka katupe baharini. Na ndio maana mchana wa leo tumezitamkia nini? Anga na mbingu ziachie mvua. Kwa nini? Tuko ndani ya Yesu. Analeta mvua nani? Si yeye. Sasa kuna kipindi tumetumia muda mrefu sana. Unaweza kutumia siku nyingi sana unamwambia Yesu afanye alichokutuma kufanya. Kwenye kujificha, kwenye kutokuamini kwetu. Unajifichia. Yesu, fanya sasa. Kuruta anamtuma bosi wake. Watu wa jeshi. Inaruhusu kuruta unamtuma bosi. Yeye alishakutuma. Nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Sasa nendeni. Unaelewa uko ndani ya Yesu. Unaelewa Yesu uko ndani yako. Halafu sisi sote tumefanyika kitu kimoja ndani ya Kristo. Yaani kanisa na Yesu ni kitu kimoja. Na sisitiza, kanisa na Yesu ni kitu kimoja. Kanisa, simama kwenye nafasi yako katika jina la Yesu.